Bwana, baada ya klabu ya Yanga kukamilisha usajili wa Emmanuel Mwanengo kutoka ndani ya klabu ya TRA United zamani kama Tabora United, bwana, Yanga bado wako kwenye mawindo makali ya kuhakikisha kwamba wanakiboresha kikosi chao kuelekea kwenye dirisha hili dogo la usajili. Bwana, tetesi zimeendelea kuizungumza Yanga na baadhi ya nyota ambao wameendelea kuhusishwa kuhitajika ndani ya kikosi hicho. Bwana, moja kati ya tetesi ambayo ipo ni kwamba Yanga Afrika wanakaribia kukamilisha uhamisho wa mkopo mpaka mwishoni mwa msimu wa kiungo Mohamed Damaro Kamara kutoka Singida Black Stars. Bwana, unaambiwa ni moja kati ya nyota ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Yanga. Wakati yupo Hafia aliwahi kuhitajika pia na RC Berkane ya kule nchini Morocco. Kwa hiyo Mohamed Damaro Kamara ni moja kati ya nyota ambao wameendelea kuzungumzwa ndani ya klabu ya Yanga, na tetesi zinaeleza kwamba muda wote kuanzia sasa Yanga watakamilisha usajili wa kiungo huyo mkabaji wa Singida raia wa Guinea Mohamed Damaro Kamara mwenye umri wa miaka 23. Bwana, Singida na Yanga tayari wamekubaliana kila kitu. Pia Mohamed Damaro amekubali kujiunga na Yanga, hivyo muda mchache kutoka sasa mkataba utasainiwa na Damaro atajiunga na Yanga. Bwana, kocha anahitaji kiungo mwingine mwenye ubora zaidi kulinganisha na Musa Bala Conte. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo kwamba muda wote kuanzia sasa Yanga watakamilisha usajili wa kiungo huyo mkabaji wa Singida raia wa Guinea Mohamed Damaro Kamara mwenye umri wa miaka 23. Bana, Singida na Yanga unaambiwa tayari wamesha kubaliana kila kitu, kwa hiyo ni jambo la kusubiri. Lakini wakati huo pia baada ya tetesi hizi bwana, zinamzungumza Musa Bala Conte kutolewa kwa mkopo ili kumpisha Mohamed Damaro Kamara kuingia Yanga. Kwa hiyo uhamisho wa mkopo, viongozi wa Yanga Afrika wanakaribia kukamilisha usajili wa kiungo huyo Mohamed Damaro Kamara kutoka Singida Black Stars kwa mkopo mpaka mwishoni mwa msimu. Bwana, ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu ya ule ukaribu wa Yanga na Singida. Tumeona uhamisho wa Frenkie Asiki ambaye kwa sasa anatumikia klabu ya Yanga, lakini pia tuliona uhamisho wa mkopo wa Edmund John ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo kumekuwa kuna mahusiano fulani. Joseph Guedet pia wakati ule anajiunga ndani ya klabu ya Yanga, tuliona alienda ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo. Tuliona wakati ule Nixon Kibabage akijiunga ndani ya klabu ya Yanga akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo kuna mahusiano fulani ambayo yapo kati ya Yanga na Singida, na dili hili huenda likafanikiwa kama Yanga watakuwa serious kumhitaji Mohamed Damaro Kamara. Ukiachana na tetesi hiyo bwana, Yanga ndani ya klabu hiyo hiyo ya Singida Black Stars bwana, maarufu Shekei ni moja kati ya nyota pia ambao wanatajwa kwamba muda wote watajiunga na klabu ya Yanga, na tetesi zinaeleza kwamba kiungo mshambuliaji wa Singida na timu ya taifa ya Togo maarufu Shekei mwenye umri miaka 30 yuko kwenye hatua za mwisho za kujiunga na Yanga. Bwana, nyota huyu amepigiwa simu na viongozi wa Yanga wakimtaka aende kufanya vipimo na kupiga picha za utambulisho. Bwana, kocha mkuu wa Yanga ameomba kupatiwa kiungo namba 10 mwenye uwezo wa kupress, na jina la maarufu Shekei limechaguliwa. Kwa hiyo maarufu Shekei pia ni moja kati ya nyota ambao wanatajwa huenda kwenye dirisha hili dogo la usajili wakajiunga na klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni jambo pia la kusubiri na kuona. Baada ya Mohamed Damaro Kamara kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga, sasa ni maarufu Shekei pia ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo juu ya klabu ya Yanga kumhitaji maarufu Shekei. Alan Okello bado ndio jina ambalo limeendelea kuzungumzwa mara nyingi sana kwenye tetesi hizi za usajili, tetesi zikieleza kwamba muda wote Yanga watamtambulisha Alan Okello raia kutoka Uganda na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Vipers kutoka kule Uganda. Tunafahamu kwa sasa yuko kwenye majukumu yake ya timu ya taifa ya Uganda kule Morocco kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo Alan Okello pia ni moja kati ya jina ambalo limeendelea kutajwa. Adama Coulibaly kutoka ndani ya klabu ya Al Hilal ya Sudan naye pia ni moja kati ya nyota ambao wanatajwa kwamba wako kwenye mawindo na klabu ya Yanga, na Yanga wanafukuzia saini hiyo ya Adama Coulibaly. Kwa hiyo tetesi ni nyingi kweli kweli, Yanga wakihitaji kuimarisha kikosi chao kuelekea kwenye mashindano makubwa ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo tunafahamu kwa sasa Yanga wako kwenye hatua ile ya makundi na tayari wameshakwisha kuonyesha ishara ya kuweza kufuzu hatua ya robo finali mara baada ya kukusanya alama 4 kwenye kundi lao.
Kwa hiyo Yanga wanaboresha kikosi chao ili kuhakikisha kwamba wanafanya vyema, lakini pia wanatetea lile taji la ligi ya NBC ambalo mpaka sasa ndio mabingwa wa tetezi. Kwa hiyo tetezi ziko hivyo. Kwa upande wa klabu ya Yanga bado wameendelea kuhusishwa na nyota kadha wa kadha, Mohamed Damaro Kamara maarufu Shekei, Adama Kolbali, Alan Okello na nyota wengine kadha wa kadha wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yanga bado hajamaliza. Yanga bado wanaendelea kufanya scouting ya kuwapata nyota ambao watakuja kuendeleza makali ya kikosi hicho kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na michuano ya NBC. Tunafahamu kwa sasa Yanga wako kule visiwani Zanzibar wakijiwinda na michuano ya Mapinduzi ambayo imeanza kulindima huko, na tayari kama ambavyo nimekujuza tayari wameshakwisha kukamilisha usajili wa Emmanuel Mwanengo ambaye ametoka ndani ya klabu ya TRA United na tayari ameshakwisha kuungana na kikosi kinachosubiriwa tu ni kuanza kukiwasha kwenye mashindano ya Mapinduzi huko visiwani Zanzibar, na pengine huenda mara baada ya Emmanuel Mwanengo akafuata nyota mwingine. Lakini pia tumeona ile kauli ya Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Yanga, akizungumza juu ya kuleta mchezaji mkubwa kutoka Uganda. Anasema yeye ni moja kati ya watu ambao wameendelea kuwafuatilia baadhi ya nyota kutoka Uganda akiwemo Mustafa Kiza, Alan Okello na Bobo Sibiaruhanga. Kwa hiyo amesema soon kuna mchezaji mkubwa atasajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kutoka kule Uganda, na tetesi ambazo zilizopo kwa sasa ni Alan Okello kuhitajika ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni jambo la muda, ni jambo la kusubiri na kuona nani ambaye anatokea Uganda na anakuja kujiunga ndani ya klabu ya Yanga, lakini asilimia kubwa sana zinamtaja Alan Okello, winga, mshambuliaji ambaye amekuwa na kiwango bora sana ndani ya klabu ya Vipers United, akiwa mfungaji bora msimu uliopita ndani ya klabu ya Vipers na akifanya vizuri kwenye timu ya taifa ya Uganda mpaka kuendelea kuaminiwa na kocha wa timu ya taifa ya Uganda kumjumuisha kwenye kikosi hicho ambacho kinashiriki michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona. Alan Okello ni moja kati ya jina ambalo limeendelea kutajwa sana ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo mpaka dirisha dogo la usajili linafungwa tutashuhudia majina mapya kama ambavyo tumeweza kulishuhudia la Emmanuel Mwanengo, basi tunakwenda kushuhudia pia majina mapya ya nyota wapya ndani ya klabu ya Yanga. Andy Boba Boyeli, Musa Bala Conte, Frank Asiki wanatajwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Frank Asiki akirudishwa tunafahamu yuko ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga kwa mkopo kutokea Singida Black Stars na alichukua nafasi ya Yao Kwasi ambaye tayari ameshakwisha kurejea, na taarifa zinaeleza kwamba Frank Asiki anarejeshwa ndani ya kikosi cha Singida Black Stars na Yao anarejea kwenye nafasi yake, lakini Musa Bara Conte anatajwa kutolewa kwa mkopo kupisha nafasi ya Mohamed Damaro Kamara, lakini Andy Boba Boyeli naye pia anatajwa kurudishwa ndani ya klabu yake ya Shenkuna United. Tunafahamu pia na ni moja kati ya nyota ambao wanacheza ndani ya klabu ya Yanga kwa mkopo wa mwaka mmoja. Kwa hiyo pia anatajwa kurudishwa kwenye kikosi chake cha Shenkuna United cha kule Afrika Kusini, na nafasi yake inatajwa kuchukuliwa na Gelson Dala, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Angola, pamoja na Dep ambaye naye pia ni nyota wa timu ya taifa ya Angola. Wote hao wamepita kwenye mikono ya Pedro Gonçalves, kocha klabu ya Yanga, ambaye wakati akifundisha timu ya taifa ya Angola hao nyota walikuwa chini yake. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambao wanahusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo nafasi ya Andy Boba Boyeli huenda ikachukuliwa moja kati ya nyota hao, Dep ama Gelson Dala, ili kuja kuchukua nafasi ya Andy Boba Boyeli ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya kushindwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.